ametembea katika makubaliano, lakini ametembea katika makubaliano kwa ulegevu. Na njia ya pili ya kutembea nje ya makubaliano ni ukaidi. Kama mfano, sasa hivi tumekubaliana kufunga, mwingine anaweza akawa ni amesikia tangazo lakini ameamua tu hajafunga, haji kanisani na ni mshirika na hakuna chochote ambacho unaweza kumfanya. Sasa hiyo ni njia ambazo nimeelezea kwa kiurahisi kwa habari ya kutembea nje ya makubaliano, ili wote tuweze kujua maana ya kutembea nje ya makubaliano. Sasa naomba nielezee hiyo njia ya kwanza ya ulegevu, na maandiko matakatifu yanatuambia nini kwa habari ya kutembea nje ya makubaliano katika kipengele hichi cha ulegevu. Cha kwanza, mbele za Mungu kutembea nje ya makubaliano kwa ulegevu ni kosa, na Mungu hapendezwi na hilo kosa. Na nimeshangaa sana, binafsi nilijiuliza mambo mengi sana nilipokuwa najifunza hiki kitu katika nyakati fulani ambazo Mungu alikuwa ananifundisha kwamba yani inakuwaje hii kosa, mbona kama vile niliona kama hukumu yake imekuwa ni kubwa sana kwa binafsi nilivyokuwa na tafakari. Kwa sababu tukisoma katika maandiko matakatifu kitabu cha Yeremia sura ya 48, Yeremia sura ya 48 na mstari wa 10. Yeremia 48 mstari wa 10. Anaipata anaweza akasoma. Okay, Yeremia 48 mstari wa 10, maandiko matakatifu yanasema, na alaaniwe mtu afanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu. Yaani nilijitafakari kwamba kwa nini Mungu anasema alaaniwe. Alafu huyu mtu sio kwamba tu hajafanya kazi ya Bwana au amekataa kufanya kazi ya Bwana, anaifanya lakini kwa ulegevu. Nimetoa mfano wa ulegevu, mfano kama sasa hivi hapa kanisa wote tuna makubaliano ya kufunga na kuomba, lakini mtu kwa namna moja au nyingine anaweza akawa na sababu tu ambazo hazijaugusa ule moyo wa Mungu, anaweza akaamua tu either akafunga lakini asiombe, asipatikane, au labda asifunge kabisa. Hiyo kwa mbele za Mungu inahesabika kama ulegevu, na ulegevu Mungu anasema kwamba alaaniwe anayefanya kazi ya Bwana kwa ulegevu. Tukisoma hapo kuna maelezo mengine yanaendelea kusema, lakini ya ili andiko ni hiyo. Kutokana na somo letu ni kwamba Mungu anasema unayefanya kazi ya Bwana kwa ulegevu kuna laana. Ni jambo la kutisha kidogo kwamba unaweza ukafanya kazi ya Bwana na either ukatoka na baraka au ukatoka na laana. Kwa hiyo Mungu atusaidie, kama tunafanya kazi ya Mungu tufanye kwa viwango ambavyo tutatoka na baraka. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tutasoma mtu mmoja pia ambaye yeye alifanya pia kazi ya Bwana, lakini kwa namna moja au nyingine hakuifanya kwa kiwango ambacho Mungu alimtegemea kufanya, na kwa kutokana na jinsi hiyo alipata madhara. Tuangalie kitabu cha Mwanzo sura ya 4 mstari wa 3 mpaka wa 4. Mwanzo sura ya 4 mstari wa 3 mpaka wa 4. Mwanzo 4 sura ya 4 mstari wa 3 mpaka wa 4 inasema, ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtakabali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakumtakabali wala sadaka yake. Okay, tutaishia hapo. Kaini akaghadhibika sana, uso wake ukakunjamana. Inaenda mpaka hapo. Naomba niendelee na afu nitakuja. Okay, Kaini akaghadhibika sana, uso wake ukakunjamana. Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu na kwa nini uso wako unakunjamana? Kama ukitenda vyema hutapata kibali, usipotenda vyema dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunamwona mtu wa Mungu Kaini. Ni vitu ambavyo vinaweza vikawa ni vyepesi sana kuvitafakari kwa kuwa tunaujua mwanzo mpaka mwisho wake, lakini Mungu atupe neema ya kutafakari kwa namna ambayo tutaweza kupona katika kupitia yeye. Tunaona huyu mtumishi wa Mungu Kaini alikuwa ni mtumishi wa Mungu kama ambavyo wengine ni watumishi wa Mungu, kwa sababu alikuwa na hofu ya Mungu na alikuwa anamjua Mungu. Hata alipopata mazao yake hakuona. Kaini alikuwa ni mkulima, walikuwa wamegawanyika. Kaini alikuwa ni mkulima na ndugu yake Habili alikuwa ni mfugaji, na maandiko yanasema kwamba Kaini hatimaye alileta mazao yake. Hayajaelezea ni mazao gani. Ni kama ambavyo mtu anaweza akasema kwamba hatimaye Judi alileta sadaka yake madhabahuni.
Ni neno la kawaida kabisa kusema labda hatimaye Judy alileta sadaka yake madhabahuni. Ni kawaida kwamba ni muda fulani ulipofika, ilikuwa ni siku ya ibada, akaja na sadaka, na hivyo ndivyo ambavyo Abili na Kaini alifanya. Siku ilipofika alikuja na sadaka yake ambayo ilikuwa ni mazao yake, lakini tunaona kwamba Mungu hakumtakabali. Hapo ni jambo la kwanza la kuliangalia. Sijui unajitafakarigi unapofanya kazi ya Mungu kwamba je, hii kazi ninavyoifanya, je, haya matoleo ninayotoa, je, hiki ninachokifanya Mungu anakitakabali, au unafanya tu kama kwa kuwa ninafanya, au unafanya kwa kuwa niko kwenye zamu ya kufanya. Mungu atusaidie sana tufanye vitu kwa namna ambayo tunatamani kuugusa moyo wa Mungu. Tufanye vitu kwa namna ambayo tunatamani kumuona Mungu kupitia hivyo. Na Abili hapa alikuwa ni mtu wa tofauti kwa sababu alifanya kwa namna ambayo alitaka kumuona Mungu. Maandiko yanaelezea, ukiangalia vizuri hapa, tofauti hao watu wawili inaanza kuelezeka kabla ya kuelezea jinsi ambavyo Mungu alizichukulia sadaka zao. Mwanzoni kabisa inasema Kaini alileta mazao ya ardhi. Lakini inapokuja kwa Abili inasema akaleta wazao wa kwanza wa wanyama. Manake Abili hakutoa sadaka tu kama sadaka. Hakuja tu kwenye ibada ilimali kuja, lakini aliutenga muda, aliudhabihu ule muda. Alipokuwa mbele za Mungu alisema sasa niko mbele za Mungu na huu muda wangu ni dhabihu, nitaitoa kiukamilifu. Lakini Kaini yamkini alitoa tu mazao kama mazao na mazao, akachukua sehemu yake akatoa. Mungu atusaidie sana tunapofanya kazi ya Mungu tusifanye kwa ulegevu. Kwa sababu tukiangalia huku mbele, Mungu alienda kumuonya Kaini. Akamwambia kwamba, je, ukitenda vyema hutopata kibali. Lile kitu kinaonyesha kwamba Kaini hakutenda vyema katika utoaji wake. Manake kwamba ungetenda vyema, ulikuwa na nafasi ya kupokea kibali kama Abili. Sio kwamba nilimpendelea, lakini utendaji wake ndio uliompa kibali. Haikuishia pale, maandiko akasema kwamba angalia, kwa sababu Mungu anasema kwamba usipotenda vyema dhambi iko. Hapa tunajifunza kitu katika gharama za kutembea nje ya makubaliano, nje ya mapatano. Dhambi iko mlangoni inakuotea. Katika kutembea nje ya makubaliano, ukiwa unatembea nje ya makubaliano, dhambi siku zote iko mlangoni inakuotea. Tukiangalia hapa, Mungu alimuonya Kaini akamwambia kwamba ukitenda vyema utapata kibali. Na hata sasa ninakupa nafasi nyingine kwamba hujafanya vizuri, hujapata kibali, lakini una nafasi ya kurekebisha. Ikitokea haujatenda vyema, dhambi iko inakuotea. Na kwa bahati mbaya tunaona Kaini hakutenda vyema kwa sababu alifanya dhambi. Yaani ile dhambi iliyomsubiria mlangoni, alipofika mlangoni ya kuishinda. Na kwa jinsi hiyo alipata changamoto kama tunavyoona, mpaka akaenda mbele za Mungu tena kuanza kumuomba Mungu ampunguzie adhabu na vitu kama hivyo. Lakini alikuwa amepata madhara kutokana na maovu ambayo yametokana na jambo moja tu asili yake, ambayo ilikuwa ni kuifanya kazi ya Mungu kwa ulegevu. Jambo la pili tulilojifunza kwa habari ya huyu Kaini ni kuhusu kwamba katika kuifanya kazi ya Mungu, Mungu anapotupa nafasi nyingine, Mungu atupe neema ya kuitambua. Mungu anapotupa nafasi nyingine atupe neema. Yaani tumuombe Mungu atusaidie tunapopewa nafasi nyingine tuweze kuitambua. Kaini alikosea mara ya kwanza. Maandiko yanasema kwamba alitoa mazao na Mungu hakuitakabali sadaka yake. Lakini Mungu alimpa nafasi nyingine. Akamwambia, je, ukitenda vyema hautopata kibali? Manake kwamba alikuwa anampa nafasi kwamba ipo nafasi. Ulichofanya hujafanya vyema, lakini ipo nafasi unaweza ukarekebisha. Ukitenda vyema hautopata kibali. Lakini Kaini hakuiona hiyo nafasi, na kwa bahati mbaya hakuweza kurekebisha. Na kutokurekebisha kwake kulimfanya ile dhambi ambayo tunasema kwamba kutembea nje ya madhara mojawapo, akaanguka katika hiyo. Kundi la pili tumeongelea kwamba kutembea nje ya makubaliano, tafsiri yake ya pili ni ukaidi. Na katika hapa ukaidi tutajifunza watumishi wa Mungu wawili ambao walifanya kazi ya Mungu. Yani walikuwa ni watumishi wa Mungu, lakini kuna sehemu ambazo walitembea katika ukaidi. Na kwa jinsi hiyo tutaweza kupata kitu cha kujifunza kama gharama au hasara za kufanya hivyo. Mtu wa kwanza tutajifunza kutoka katika kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 14. Samueli wa kwanza sura ya 14. Nitasoma mistari kwa kurukaruka kidogo. Samueli wa kwanza sura ya 14, nitasoma mstari wa 24, nitaruka nitaenda mstari wa 27, nitaenda mstari wa 37 mpaka 38, alafu tutamalizia mstari wa 43. Samueli wa kwanza 14
24, 27, 37 mpaka 38 na 43. Hapa ni habari ya mtumishi wa Mungu mmoja aliyeitwa Jonathan. Tunamjua Jonathan alikuwa ni mtoto wa Sauli. Na Jonathan alikuwa kwa namna moja au nyingine tunajua sifa zake, alimheshimu mtumishi wa Mungu Daudi na alisimama katika nafasi yake katika vitu mbalimbali. Lakini kuna sehemu ambayo Jonathan hakutembea katika makubaliano. Tukisoma katika hii kitabu cha Samuel wa kwanza sura ya 14 kuanzia mstari wa 24, maandiko yanasema, nao watu wa Israeli walisumbuka sana siku ile, lakini Sauli alikuwa amewaapisha watu akisema, na alaaniwe mtu awaye yote alai chakula chochote hata jioni, nipate kujilipiza kisasi juu ya adui zangu. Basi hakuna mtu miongoni mwa watu aliyeonja chakula. Hii ilikuwa ni vita kali ambayo ilikuwa imesimama kati ya Waisraeli na Wafilisti. Na Sauli alikuwa ni mfalme wa Waisraeli wakati ule. Na Sauli alisema kwamba nimeweka agano na Mungu, siku ya leo naomba watu wote wa Israeli asiwepo mtu ambaye atakula chakula. Kama ambavyo baba alitutangazia kwamba katika wiki hii asiwepo mtu ambaye atakula chakula katika Rehobothi. Wote tutaenda kumtafuta Bwana kwa habari ya miezi inayoendelea katika mwaka huu. Na tukiangalia hapa, huyu Sauli alikuwa na mtoto wake ambaye anaitwa Jonathan. Na kwa namna moja au nyingine sijui ni kitu gani kilitokea, lakini Jonathan inaonekana kuna sehemu hakuwa sehemu yake sahihi kiasi ambacho kuna taarifa zilimpita. Na taarifa moja hapo ambayo ilimpita ilikuwa ni hii kwamba hawatakiwi kula. Tukisoma mstari wa 27, maandiko yanasema, ila Jonathan hakusikia. Hapo babaye alipoagiza watu kwa kiapo, basi yeye akainyosha ncha ya fimbo iliyokuwa mkononi mwake na kuichovya katika sega la asali. Kisha akatia mkono wake kinywani na macho yake yakatiwa nuru. Tunaona kwamba Jonathan hakujua, sio kwamba aliamua tu kukaidi, lakini hakujua. Na kwa jinsi hakujua, yeye akala. Aliyokuwa katikati ya vita akaona amechoka, akachukua asali akala. Lakini tuangalie madhara ya huyu mtu mmoja tu ambaye alitembea nje ya makubaliano au gharama ya huyu mtu mmoja. Tukiangalia mstari wa 37 katika kitabu hicho na sura hiyo, mstari wa 37, Samuel wa kwanza 14:37 inasema, basi Sauli akataka shauri kwa Mungu, je, nishuke kuwafuatia Wafilisti? Je, utawatia mikononi mwa Israeli? Lakini hakumjibu neno lolote siku ile. Mstari wa 38, ndipo Sauli akasema, nikaribieni hapa, enyi wakuu wote wa watu, mjue na kuona dhambi hii ya leo imekuwa katika kosa gani. Ilikuwa ni kawaida ya wana wa Israeli kujitakasa na kwenda mbele za Mungu. Na wakienda mbele za Mungu wanataka mashauri kwa Mungu na wana uhakika wa kumsikia Mungu kutokana na mambo mbalimbali, zaidi sana hivi vita ambao wanakuwa wanapambana na mataifa, kwa sababu wanajua katika kupambana vile kushinda kwao Mungu anainuliwa. Lakini katika nyakati zile Sauli naye alizoea, katika kipindi chake alikuwa akienda akimuuliza Mungu, Mungu anamjibu. Lakini tunaona huku nyuma na tulijifunza kwamba Mungu anaheshimu mapatano au Mungu anaheshimu makubaliano. Tunaona huku nyuma Sauli alisema kwamba asiwepo mtu wa kula mpaka nitakapojilipiza kisasi. Na tunaona Jonathan kwa kutokujua alikula. Lakini kutokula kwa Jonathan kulienda kuwaasili wote, kwa sababu tunaanza kuona hapa kwanza Mungu hakuwajibu katika nyakati ambazo walikuwa wanategemea. Ili tunaweza tukaona ni jambo la kawaida sana, lakini kwa wana wa Israeli ukisoma katika hivi vitabu unaona katika kila vita, katika kila mfalme ambaye alikuwa amempa Mungu nafasi yake, alikuwa hakuna mfalme ambaye anaweza akaenda kupambana bila ya kumsikia Mungu. Ilikuwa ni kwanza ataenda amuulize Mungu, je, niende? Na Mungu akimwambia nenda, ataenda. Kwa hiyo katika hii nyakati ambayo Sauli ameshazoea mazingira yale, sasa anaenda mbele za Mungu kumwambia Mungu, je, niende? Na Mungu anakaa kimya. Ilikuwa ni wakati mgumu sana. Na katika jinsi hiyo alijua kuna kitu hakijakaa sawa, kwa sababu nilikuwa namuuliza na ananijibu. Kwa nini sasa namuuliza na anijibu? Na tukisoma huu mstari wa 43 utaona kwamba kama kawaida ya wana wa Israeli ilikuwa ikitokea kwamba wanahisi katikati yao kuna mtu ambaye amekosa, walikuwa wanaanza kumsaka. Watamsaka mpaka watampata, kama ambavyo alipatikana hata Akan kwenye vitabu vingine. Na muda huu pia
Jonathan wakamsaka mpaka ikajulikana kwamba kuna mtu ambaye alienda nje ya makubaliano. Kwa hiyo hiko kitu kinatuonyesha kwamba na ukiangalia hapa wana wa Israeli walishindwa hii vita. Kwa hiyo hapa tunajifunza kwamba muda mwingine tunaweza tukawa na makubaliano, kitendo cha wengine, yani baadhi ya watu yamkini sio kwa kuhukumu, lakini kwa jinsi tu ya utashi binafsi bila sababu zozote kutembea nje ya makubaliano kwa namna moja au nyingine mbele za Mungu inaweza ikaathiri kundi zima. Kwa sababu kuna vitu ambavyo Mungu anaweza akawa anataka kuvifanya na asivifanye kwa sababu kuna watu ambao mmekubaliana wote kwa nia moja na hawajaenenda katika njia hiyo. Ndio maana maandiko yanasema kwamba ni heri usiweke nadhiri kuliko ukaweka na usiondoe. Maana yake ni heri usimwambie Mungu nitafanya kitu kuliko ukasema nitafanya na usifanye. Mbele za Mungu hiyo ni uovu au ni uasi au ni ukaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutaenda kuangalia mtu wa pili ambaye na yeye mwenyewe akwenda katika makubaliano, akutembea katika makubaliano. Tuliona hapa kwa habari ya Jonathan, na Jonathan yeye tunaona aliathiri kundi. Yaani kutembea kwake nje ya makubaliano kuliathiri kundi nzima. Lakini hapa tunaenda kuona mtu wa pili ambaye na yeye kwa nafasi yake akutembea katika makubaliano, na tutaona gharama ambayo yeye aliingia. Huyu mtu tutaenda kujifunza katika kitabu cha Samuel wa pili sura ya 11 kuanzia mstari wa kwanza. Samuel wa pili sura ya 11 kuanzia mstari wa kwanza. Samuel wa pili 11 kuanzia mstari wa kwanza. Hapa tunaangalia mtumishi wa Mungu Daudi. Nadhani watu wote hapa tunajua Daudi ni nani. Daudi alikuwa ni mtumishi wa Mungu ambaye Mungu alimpenda. Maandiko yanasema kwamba aliupenda moyo wake. Yaani alikuwa na moyo ambao Mungu mwenyewe aliupenda. Na kama mtu ambaye ulipata nafasi ya kusoma kwa habari ya Daudi na kumchunguza, unaweza ukaona kwamba huyu mtu kwa kweli alikuwa na moyo wa tofauti. Huyu mtu alimpenda Mungu. Huyu mtu alikuwa na unyenyekevu wa hali ya juu. Alikuwa ni mtu ambaye yuko tayari kudhikika mpaka kufika mavumbini, lakini tu aheshimu Mungu na watu wake. Binafsi najifunza sana kwa Daudi linapokuja swala ya kuheshimu watumishi wa Mungu. Yaani haijalishi ni jambo gani litakuwa mbele yangu, lakini ikiwa mtu ni mtumishi wa Mungu, na muombaga Mungu anipe neema sana, lakini nilijifunza zaidi kwa Daudi kwamba ipo thawabu au ipo neema katika kuheshimu watumishi wa Mungu. Mungu anauangalia huo moyo bila kujali hali yake. Ili madi ameitwa mtumishi wa Mungu, muheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Na tukiangalia hapa Daudi kama tunavyoona alimheshimu Sauli, hakujali nyakati zote alizopita. Mungu alimpenda Daudi, Mungu alimuinua Daudi, alimtoa mbali sana Daudi katika sehemu ambayo hata familia haikumdhania. Yaani ilihisi yamkini watu wengi watainuka lakini sio yeye. Ndio maana hata Samueli alivyoenda kupaka mafuta, watoto wote waliitwa lakini sio yeye. Vitu vyote vilikuwa vikitendeka wote watahusishwa lakini sio yeye. Kwenda vitani watapelekwa wote lakini sio yeye. Lakini katika namna yote hiyo ya kudharaulika, ya kuwekwa nyuma, Mungu aliuona moyo wa Daudi na akaamua kumuinua Daudi. Lakini tunaona kitu ambacho tulijifunza katika tulipokuwa tunasoma kwa habari ya Kaini. Mungu alimwambia Kaini dhambi iko mlangoni. Tunaona pia kwa Daudi kulikuwa na dhambi ambayo ilikuwa mlangoni na adui alikuwa anaitafutia mwanya wa kuipitisha. Na tunaona mwanya ambao Daudi aliuruhusu au adui aliupata kwa Daudi ilikuwa ni kutembea nje ya makubaliano. Tukisoma katika hiki kitabu cha Samuel wa pili sura ya 11 mstari wa kwanza inasema, hata ikawa mwanzo wa mwaka mpya wakati watokapo wafalme kwenda vitani. Hapo unaweza ukapause. Inasema mwanzo wa mwaka mpya, ambapo inaweza ikawa kama mwanzo wa mwaka mwezi wa kwanza na kawaida, wakati watokapo wafalme kwenda vitani. Ilikuwa ni kawaida yao kwamba wafalme walikuwa wanaenda kupigana mwanzo wa mwaka mpya. Angalia hapa sasa inapoendelea. Daudi akampeleka Yoabu. Hapo ndio kosa la Daudi lilipoanza. Daudi ilikuwa ni kipindi cha mwanzo wa mwaka mpya na wafalme walikuwa wanaenda vitani. Maandiko hayasemi kwamba majeshi yalikuwa yanaenda vitani. Ni wafalme ndio walikuwa wanaenda vitani. Lakini Daudi ilifika nyakati Mungu amemuinua, Mungu amemstarehesha. Ilifika nyakati kuna kipindi kuna vitu alivizoelea na alifanya ulegevu sehemu moja tu, na hapo hiyo sehemu adui akapata mlango. Na hiyo sehemu ilikuwa ni hii kwamba watu walikuwa wanaenda vitani, alitakiwa aende vitani, lakini yeye alikuwa ameamini jeshi lake,
Alikuwa ameamini kwamba watu nimepambana nao muda mwingi, nimetembea nao, wanajua jinsi ninavyopambana, wanajua jinsi ambao muda mwingine namuuliza Mungu, wanajua mambo mbalimbali jinsi ya kuenenda. Kwa hiyo katika nafasi hii naweza nisiende, naweza nikamtuma kijana wangu. Ni vita ndogo, yani ni vita ambayo anaweza akaimudu. Lakini tukiangalia kutokana na maandiko haya yanavyosema mwanzo, haikupaswa kuwa hivyo. Yani ilikuwa sio vita vya majeshi, ilikuwa ni vita vya wafalme. Na tukiangalia hapa anasema Daudi akampeleka Yoabu na watumishi wake pamoja naye na Israeli wote, wakawaangamiza wana wa Amon, wakausulu Raba, lakini Daudi mwenyewe akakaa Yerusalemu. Kwa hiyo hapa tunaona ilikuwa, nadhani nimeshaelezea hapo, ni muda wa vita, wafalme wanatoka, lakini Daudi hakutoka, akatuma majeshi. Na maandiko yanasema yale majeshi yalifanikiwa. Hiki kitu ni kitu cha kujifunza sana watu wa Mungu. Mungu atusaidie sana. Sio kila vita unayoishinda basi Mungu yupo katikati ya hiyo. Muda mwingine unaweza ukashinda vita lakini ikawa ni namna ya kukupumbaza, usilione kosa lako. Katika muda huu Daudi hakuona kosa lake. Aliona okay, nimemtuma Yoabu, nimewatuma majeshi na wamefanya vizuri, kwa hiyo hakuna kitu kilichopungua. Lakini chini tukiangalia hapa wanasema wakausulu Raba, lakini Daudi mwenyewe akakaa Yerusalemu. Nadhani kama unafuatilia unaweza ukajiuliza kwa nini waelezee mara mbili. Wamesema ni wafalme wameenda, wamesema Daudi amemtuma, lakini wanaendelea tena kuelezea kwamba Daudi alibaki. Tuangalie mstari wa 2 sasa, gharama ambayo Daudi aliingia katika kutembea nje ya makubaliano. Wenzake wako vitani, yeye yuko Yerusalemu. Maandiko yanasema kuanzia mstari wa 2, ikawa wakati wa jioni Daudi akaondoka kitandani, akatembea juu ya dari ya jumba la mfalme. Na alipokuwa juu ya dari aliona mwanamke anaoga. Naye huyo mwanamke alikuwa mzuri sana, wa kupendeza macho. Naye Daudi akauliza habari za yule mwanamke. Mtu mmoja akasema, huyu siye Bathsheba, ndiye binti Eliamu, mkewe Uria Mhiti? Basi Daudi akapeleka wajumbe, akamtwaa, naye akaingia kwake, naye akalala naye, maana yule mwanamke amekwisha kutakasika unajisi wake. Kisha akarudi nyumbani kwake. Bwana Yesu asifiwe. Hii ilikuwa ni anguko moja kubwa sana la Daudi. Kati ya vitu ambavyo Daudi adui aliweza kusubiria malangoni na akampata, hili lilikuwa ni jambo moja ambalo lilimgharimu sana, sio yeye tu, hata uzao wake Daudi. Na tunaona asili kubwa ya hili anguko ilikuwa ni yeye kutokusimama katika nafasi yake. Ilikuwa ni wakati wa vita na yeye ilikuwa inabidi awe vitani. Yamkini angekuwa vitani asingekuwa na huo muda wa kuzunguka mpaka kuanza kuona mke wa mtu anaoga, mpaka kuanza kumtamani. Hivyo vitu vyote angeviepuka. Lakini kwa kuruhusu tu mwanya mmoja wa kutokuwa mahali sahihi katika muda sahihi, akajikuta au kwa namna nyingine naweza nikasema ya kutembea nje ya makubaliano, akajikuta ameanguka katika jaribu, au akajikuta amekamatika katika mlango kama ambavyo Mungu alimwambia Kaini kwamba dhambi iko mlangoni. Akajikuta amekamatika katika ile dhambi ya mlangoni ambayo ilibidi aishinde na apate thawabu kubwa sana. Tunaona hapa kwa ajili ya muda nitaelezea. Daudi huyu alikuwa ni mke wa Uria, na tukiangalia kwa muda wako unaweza ukaandika hii Samueli wa 2 sura ya 11 mstari wa 1 na wa kuendelea. Ni vizuri ukapata muda ukaisoma yote kwa ujumla. Lakini utaona kwamba Daudi alilala na huyu mwanamke ambaye alikuwa ni mke wa Uria, ambayo kibaya zaidi alikuwa ni mke wa mwanajeshi wake ambaye yeye amemtuma vitani. Na tunaangalia kibaya zaidi pia huyu Uria alikuwa ni mtu, kwanza hakuwa ni Mwisraeli, alikuwa ni Mhiti. Alikuwa ni mtu ambaye tunaweza tukasema kwamba alikuwa ni mataifa, lakini ana hofu ya Mungu, amemjua Mungu na ameamua kutembea katika njia ya Mungu. Lakini Daudi kama mtumishi wa Mungu, adui aliweza kumkamata katika njia hiyo. Akaenda akamuingilia mke wa mtu huyu ambaye alikuwa tunaweza tukasema kama ni mtu ambaye tunaweza tukasema ni innocent, mtu ambaye hana hatia, mbaba wa watu, ameokoka, ana kiu ya Mungu, anatamani kutembea katika njia ya Mungu na anatembea kwa uaminifu. Ukitaka kujua kama huyu Uria alikuwa anatembea kwa uaminifu, baada ya mke wake kupata ujauzito, Daudi alitaka kutengeneza njia ionekane kwamba ule ujauzito ni wa Uria, na akamuita Uria atoke kwenye vita amrudishe.
Uria alivorudi, Daudi akamwambia nenda nyumbani kwako kapumzike na mke wako. Akijua kwamba akienda nyumbani kwake akalala na mke wake akijulikana ana mimba itajulikana ni mume wake. Lakini huyu mkaka ambavyo alikuwa na hofu ya Mungu akasema siwezi kwenda nyumbani kwangu nikastarehe na mke wangu akati taifa la Mungu liko vitani. Akakataa. Lakini unaona hii ilikuwa ni hofu ya Mungu kwa Uria. Akuishia pale, Daudi alimtafuta katika namna mbalimbali, yani kufunika ile skendo ambayo ilikuwa mbele yake. Alipoona mambo yamekuwa magumu, akimjaribu Uria kwa namna moja au nyingine anashindwa, akaamua kumwandikia barua Uria, yani kumwandikia barua Yoabu, na akampa Uria mwenyewe. Akamwambia mpelekee hii barua Yoabu. Na ile barua ilikuwa imeandikwa kwamba mkifika vitani, mkiona vita ni kali, mtangulize Uria mbele ili afe. Lakini uone ule uaminifu wa Uria. Yani ni kama vile ambavyo huyu mtu mataifa yani tunaweza kusema kwa lugha ya leo aliokoka afu akawa ana hofu ya Mungu kwa hali ya juu. Alibeba ile barua mpaka kufika vitani, hakuifungua. Barua ambayo ilikuwa inaelezea yeye auawe, hakuifungua, hakuifanyaje, na aliifikisha kwa uaminifu. Na kwa jinsi hiyo kweli aliuawa. Lakini ni kitu gani ambacho tunaona gharama ambayo Daudi alikuja kuingia kwa hili kosa la kutembea nje ya makubaliano. Kutembea nje ya makubaliano ya kutokwenda vitani. Akajikuta ameanguka katika huu uovu. Na Mungu alimpa yamkini nafasi nyingine ya kutubu tena na tena, lakini hakuiona. Akawa anapambana kufunika hiyo skendo, kupambana kadri anavyozidi kupambana atafute namna hili jambo lisionekane, atafute namna, anazidi kuharibu. Yeye haelewi kumbe anazidi kuharibu. Lakini tukija kuangalia Daudi, hii kipindi au hii sura ya 11 ni kama sura ya mageuzi katika maisha ya Daudi. Ukisoma kwa makini na ukatafakari katika hiki kitabu cha Samuel, kuanzia ambapo Samuel wa pili sura ya 1 mpaka sura ya 10, inaelezea jinsi ambavyo Daudi alikuwa anakuwa, jinsi ambavyo Daudi alikuwa anastawi, jinsi ambavyo Daudi Mungu alikuwa anamstarehesha na anazidi kumpa ahadi kubwa za mbele. Lakini ukiangalia hii sura ya 11, anguko lake lilianzia katika kutokwenda katika mahali ambapo anastahili au kufanya kazi ya Mungu kwa ulegevu. Na kwa jinsi hiyo adui alipoingia katika mlango huu, Daudi akaruhusu mabaya katika nyumba yake. Ukiangalia sura inayofuata inaanza kuelezea Nathan ambaye ni mtumishi wa Mungu anakuja kwa Daudi. Na Daudi alizoea kawaida watumishi wa Mungu wakija watakuja kumbariki, watakuja kufanyaje, yani hivyo kama kawaida ambavyo yamkini watu wengi tumezoea. Mtumishi wa Mungu akija, iwe ni nyumbani kwako au mahali pako popote pa kazi na vitu vingine, akija unategemea baraka na vitu vingine ambavyo vinaendana na hivyo. Lakini muda huu Nathan alikuja na onyo, akamuonya kitu ambacho hakikutegemea, yani Daudi hakukidhania, hakutegemea, hakuzoea kwa jinsi hiyo. Na haikuishia pale. Tukiangalia kuanzia hiyo sura ya 12 na kuendelea, uovu ukaanza katika nyumba ya Daudi. Ulinzi wa Mungu ukaondoka. Watoto wake wakaanza kutamaniana, mtoto wa kike na mtoto wa kiume anamtamani mtoto wa kike, mtoto huyu anamuua mtoto huyu, mtoto wake anampindua. Mtu ambaye alikuwa anaweza akatembea, wanawake wakaanza kuimba mpaka mfalme akaona wivu. Leo hii anatembea mpaka chizi, Shimei maandiko anaandika huko mbele tukiangalia. Chizi anaanza kumzomea. Yani anakuwa anamdhihaki, anamnini. Mtu ambaye alikuwa na kibali cha Mungu mpaka hata wasiomjua wanaweza wakanini. Kibali kinaanza kuondoka. Uovu unaanza kuingia ndani ya nyumba yake. Mabaya yanaanza kuingia, uasi. Watoto wake wanakuwa na chuki kabisa ya kutamani kuuana. Mtoto wake wa kumzaa anampindua. Lakini haitoshi hapo, kunazaliwa roho ya uchungu. Tunaona hapa walisema huyu mwanamke alikuwa ni binti Eliamu. Tukiangalia, tukija kusoma mbele huko, unaona Absalom mtoto wa Daudi alivyokuja kuinuka, babu wa huyu mtoto, yani huyu mwanamke, huyu mke wa Uria, alikuja tena akainuka kwa ila kwa Daudi. Kwa hiyo ni vitu, roho za uchungu zinaanza kuinuka kwa watu, na vitu vingine vingi ambavyo vinaanza kuinuka ambavyo havikuwepo kwa mpako wa mafuta wa Mungu. Lakini ilikuwa ni gharama ya kosa moja tu, la kutembea nje ya makubaliano. Mungu atusaidie sana. Ni jioni ya leo Mungu amekusudia tujifunze hiko kitu kama kanisa. Tupo katika makubaliano, sio tu makubaliano ya kufunga katika hii wiki, lakini kuna makubaliano mengi sana yanayoendelea kanisani. Lakini sio tu makubaliano ya kanisani, una makubaliano binafsi wewe na Mungu. Una makubaliano binafsi kati yako wewe na watu wengine. Ikiwa Mungu yupo katikati ya hivyo, leo Mungu amekusudia tujifunze kwamba Mungu anaheshimu mapatano. Na ikitokea tumeweka mapatano, tena haswa ambayo Mungu amehusika, Mungu atupe neema ya kufanya vyema, kwa sababu katika kuenenda aidha kwa ulegevu au kwa ukaidi,
tunamkaribisha adui na hatujui gharama zake. Kaini alivyoanza kugadhibika au alivyoanza kuchukia sadaka yake kutokupendwa, yamkini aliona ni kitu cha kawaida. Angejua gharama zake na hisi asingefanya. Yaani angeamua tu kupotezea tu, basi nitatoa wakati mwingine. Lakini yeye aliona tu ni hasira, kagadhibika, ana react, anajua kama ambavyo yamkini wapendwa wengine tunaweza tukasema kwamba basi nilipitiwa tu, utatubu na maisha yataendelea. Kuna vitu ambavyo unaweza ukatubu na maisha yasiendelee mpendwa. Mungu atusaidie sana. Tuwe ni watu wa kuzichunguza njia zetu. Tuwe ni watu wa kutengeneza siku hadi siku. Tuwe ni watu wa kuzikagua hatua zetu. Kwa sababu Mungu wetu ni wa rehema, lakini sio rehema ya kutufanya tuenende tunavyotaka. Tukisoma katika kitabu cha Warumi sura ya 8, neno la Bwana linatuambia tusitumie neema ya Mungu bure. Kwa hiyo neema ipo, lakini haituruhusu tuishi kama tunavyotaka. Kwa hiyo Mungu atusaidie sana katika hizo habari ambazo tumejifunza. Na mambo gani au nyakati gani ambazo zinaweza zikatufanya muda mwingine tukawa ni watu wa kujisahau? Kwa sababu kitu kikubwa kinachofanya tutembee nje ya makubaliano ni kujisahau. Ukiangalia kama hivi Daudi, Mungu alimbariki, alimuinua, lakini kuna namna tu alijisahau na yeye, ambapo na sisi tunaweza tukasema kibinadamu. Ila hiyo kibinadamu sisi kama Mungu anaitambua. Yaani sina uhakika, kwa sababu maandiko yanatuambia iweni watakatifu kama Mungu wenu alivyo mtakatifu. Kwa hiyo Mungu anataka tufanye kama yeye, kwa sababu sisi ndio sura yake hapa duniani. Kwa hiyo Mungu atamani au atuangalie tuenende katika kawaida za kibinadamu. Mambo ambayo yanaweza yakatufanya tukatembea nje ya makubaliano, muda mwingine au mara nyingi inakuwa ni mazoea. Tutaangalia katika nitaielezea kwa ufupi kwa habari ya Samsoni. Samsoni nadhani watu wengi tunajua ni katika kitabu cha Nyakati, lakini Samsoni alikuwa ni mtu ambaye Mungu alimuinua katika nyakati zile, na alikuwa na vitu vingi sana kwake, lakini jambo kubwa lililomwangusha Samsoni ilikuwa ni mazoea. Samsoni alienenda, ikafika wakati akawa anajua ni kawaida yake, atafanya hivi. Ndio maana hata ilipofika nyakati za anguko lake hakujua kama ameanguka. Akasema hivi, nitatoka kama ilivyo kawaida yangu. Manake aliona kwamba ni kawaida, nitatembea na Mungu yuko pamoja na mimi. Nitafanya hivi na Mungu yuko pamoja na mimi. Nitafanya hiki na Mungu atajitukuza. Mungu hahitaji mazoea wapendwa. Ndio maana katika swala ya Bwana Mungu neno la Bwana linatufundisha, anasema kwamba utupe mkate wetu wa kila siku. Manake kila siku Mungu anataka tumtake kwa upya, tutembee na yeye kwa upya, kwa sababu kuna kitu kipya. Ukitaka kutembea na mkate wa jana, kuna vitu utakosa. Tukiangaa kwa wana wa Israeli, ile mana walipotamani ilale, kesho yake haikuwa chakula tena. Kwa hiyo Mungu atusaidie hivyo. Na nyakati gani ambazo muda mwingine tunatembea katika mazoea? Kuna nyakati mbili ambazo ni nyakati za kuangalia sana. Mungu atusaidie sana. Nyakati ya kwanza ni nyakati za kustareheshwa. Nyakati za kustareheshwa. Tukiangalia hapa mtumishi wa Mungu Daudi, tumejifunza kutoka kwake sura ya kwanza, yani Samueli wa pili kuanzia sura ya kwanza mpaka sura ya 10, ilikuwa ni nyakati ambazo Daudi alikuwa anapambana, lakini ikafika nyakati za kustareheshwa. Na katika zile nyakati za kustareheshwa kuna namna ambayo Daudi kwa namna moja au nyingine roho ya mazoea iliingia kwa nafasi, ambayo iko kitu kikamuondoa katika nafasi yake ya kumtaka Mungu na kumsikiliza Mungu. Onyo ambalo Mungu anatupa katika nyakati za kustareheshwa, anatuambia kwamba muda mwingine unaweza ukawa katika nyakati za kustareheshwa na usitake kumsikia Mungu. Tukiangalia katika kitabu cha Yeremia sura ya 22 mstari wa 21, nitauelezea tu kwa kiufupi, unaweza ukaandika na ukafungua. Inasema, nilisema nawe nyakati za kufanikiwa kwako, lakini hukutaka kusikia. Muda mwingine Mungu anaweza akatupa maonyo, ni nyakati za kufanikiwa. Ni nyakati ambazo unahisi unacho kila unachohitaji, lakini Mungu anataka kusema na wewe tena. Lakini Mungu anataka kukwambia hiyo njia hapana. Mungu atupe neema sana tuwe watu ambao watutembei kwa Mungu kwa mazoea, kwa namna ambayo tunaweza tukaona ni kawaida. Yaani tukaona tunaweza tukaishi tu, tumeshapata tunachokihitaji. Lakini nyakati nyingine ambazo ni nyakati Mungu atusaidie sana tushike kutembea katika makubaliano hasa ya kwetu na Mungu, ni nyakati za majaribu au nyakati za majaribu. Na katika nyakati za majaribu muda mwingine roho ya uchungu inaweza ikainuka au roho ya huzuni. Maandiko yanasema jawabu likichelewa moyo uugua. Muda mwingine moyo unaweza ukaugua
ukajikuta hauna ule moyo wa ibada. Muda mwingine yani jambo lolote linaweza likatokea, lakini kwa namna hiyo ukawa hauna nafasi ya kumsikia Mungu au kutembea katika njia ya Mungu, na ukajikuta unaenda nje ya makubaliano. Mungu atusaidie sana tusije tukajikuta tunaanguka katika mitego ambayo haitustahili. Nitaelezea kwa kiufupi sana kitu kimoja ambacho ili andiko nilijifunza katika nyakati ambazo sikuizania, lakini kilinivusha kwa sehemu kubwa sana. Zaburi ya 137 mstari wa kwanza na wa pili. Ni andiko ambalo binafsi naweza nikasema nililijua tangu nilipokuwa mdogo. Tulipokuwa wadogo tukawa tunaimbaga Sunday school kama wimbo, na nilikuwa naonaga ni andiko tu la kawaida, sikuwahi kulijua maana yake. Mpaka nahisi ilikuwa tu ni mapenzi ya Mungu katika kipindi hiki cha kutamani kumjua Mungu zaidi kwa nyakati za miezi hii mingine iliyobaki ya awamu ya pili. Mungu akanisaidia nikapata kulielewa ili andiko kwa namna nyingine. Zaburi sura ya 137 mstari wa kwanza na wa pili, maandiko yanasema, kando ya mito ya Babeli ndiko tulikoketi, tukalia tulipoikumbuka Sayuni. Katika miti iliyo katikati yake tulivitundika vinubi vyetu. Maana mstari nitaendelea mpaka wa 3. Maana huko waliotuchukua mateka walitaka tuwaimbie, na waliotuonea walitaka furaha. Tuimbieni bathi nyimbo za Sayuni. Haya maandiko walikuwa wanaongea wana wa Israeli, na walikuwa ni katika nyakati zile za utumwa za kuchukuliwa mateka. Walikuwa wanachukuliwa wanahamishwa Babeli. Na sifa moja ya wana wa Israeli ilikuwa ni kumuimbia Mungu. Yani Mungu alikuwa wanamwimbia Mungu mpaka Mungu anashuka na uwepo wa Mungu unashuka na Mungu anatukuzwa. Lakini hii ilikuwa ni nyakati zao za majaribu. Ilikuwa ni nyakati za majaribu, na yamkini nahisi kama walikuwa wanategemea watamuimbia kule Mungu, ndio maana wakaenda na vinubi. Walienda na vinubi vyao, kwa sababu vinubi kwa sasa sijui ndio tunaweza tukaelezea kama hivi vyombo vya muziki, lakini ni vitu ambavyo walikuwa wanavitumia kama vifaa vya kumwimbia Mungu. Lakini maandiko yanasema hapa mstari wa pili, katika miti iliyo katikati yake tulivitundika vinubi vyetu. Hiki kitu nilipata kujifunza kwa namna ya tofauti sana katika hii nyakati, ni kwamba hao wana wa Israeli walikuwa wanamwimbia Mungu mpaka Mungu anashuka. Na Mungu akishuka, Mungu alikuwa anafanya kitu kwao. Lakini walipita katika kipindi cha majaribu mpaka wakawa hawana nia tena ya kuimba. Hawataki tena kabisa. Alisema kwa kweli kwa jinsi hii, yani hata huo moyo wa kuimba hatuna, hata huo moyo wa kufanya hii kazi ya Mungu hatuna. Hivi vinubi tunavitundika huko. Na walipata nafasi kweli nyingine kama ambavyo tulijifunza nyuma, yani wale watu ambao walikuwa wamewanini ni kama walikuwa wanawakumbusha kwamba nyinyi kuna kitu chenu kikubwa ambacho tunakijua mnacho, ambacho ilikuwa ni utumishi wenu mbele ya yule Mungu wenu, ilikuwa ni kuimba. Hemu fanyeni, yani tuimbieni zile nyimbo za Bwana mlizokuwa mnaimba. Lakini wanasema kwamba hatuwezi kuimba katika huu utumwa. Hiki kitu kilinifundisha mimi, na leo imempendeza Mungu atusaidie tujifunze kama kanisa kwamba usitundike kinubi chako. Usitundike kinubi chako. Sijui kinubi chako kinaweza ikawa ni nini. Hao wanaweza ilikuwa ni uimbaji. Lakini wewe inaweza ikawa sijui ni utumishi gani. Sijui ni kwa kitu gani ambacho wewe mwenyewe unaweza ukawa unajua katika hiki kitu Mungu ameniweka. Kwa namna hii mimi namtumikia Mungu. Kwa namna hii mimi namuona Mungu. Kwa namna hii ni sehemu yangu, ni utumishi wangu, ni mlaba wangu ambao Mungu ameniweka. Majaribu usiruhusu yakakufanya ukachoka. Majaribu usiruhusu yakakufanya ukasema basi hiki kinubi na kitundika hapo, yani nitasubiri mpaka majaribu yaishi. Ni kuhakikishia hayo majaribu yanaweza yasiishe, na iko kinubi unaweza usikikute tena. Bwana Yesu asifiwe. Mungu atusaidie sana tusikutundike vinubi vyetu. Haleluya. Amen. Tumejifunza kwa ufupi, sijui kwa urefu, lakini tumejifunza ili somo ambalo ni gharama ya kutembea nje ya makubaliano. Naamini kwa namna moja au nyingine anaweza akawepo mtu ambaye amepata kitu ambacho kitamsaidia katika muhula huu mwingine wa mwaka, akapata kutembea katika makubaliano baina yake na Mungu, makubaliano baina yake na watu wengine ambayo Mungu ameyathibitisha, lakini makubaliano kama kanisa. Na natumaini atakuwa yupo mtu ambaye amepata kitu cha kuona sababu ya kutokufanya kazi ya Mungu kwa ulegevu, kwa kujua kwamba hasara zake ni kubwa kuliko tunavyohisi au tunavyoweza kudhani. Kwa sababu katika kukosa muda mwingine unaweza ukaona ni kitu cha kawaida, lakini gharama zake zinaweza zikawa ni kubwa. Na sio kila nafasi, yani sio kila jambo lina nafasi ya pili. Kuna mambo ambayo yakipita yamepita. Kwa hiyo tunaweza tusiyajue tukahisi kwamba ukikosea utapata nafasi ya pili, lakini nikuhakikishie mpendwa, sio kila jambo lina nafasi ya pili. Mungu atupe neema kuzichunguza njia zetu na kufanya vyema kila nafasi ambayo Mungu atatupa.
Kwa muda huu tutaenda mbele za Mungu, tutasimama na tutaenda kulitia jina la Bwana kwa habari ya maombi ambayo tuko nayo leo, na tumeongea hapa kwa habari ya ulegevu, na tutaenda kuomba toba. Prayer point ya pili inasema kuomba toba juu ya ulegevu katika kutekeleza mipango mikakati ngazi ya kanisa. Mfano wa mpango mkakati ambao tuko nao Rehobothi, kwa ambao haufahamu, ni kuvuna watu 2 kwa mwaka. Sasa hivi tuko mwezi wa 7, ni awamu ya pili. Sijui kama yani umepata neema aidha ya kumshuhudia mtu au kumsaidia mtu aliyerudi nyuma kusimama, au kumsaidia tu mpendwa mwenzako ambaye unamuona yamkini adui anaweza akawa anasongwa kwa namna moja au nyingine akarudi. Upendo wa Kristo utusaidie wapendwa. Mungu anapendezwa na watu ambao hawatamani kufika mbinguni wenyewe, lakini wanatamani kuvuta na mwingine na mwingine. Usione kwamba utaonekana ni kielele. Mbele za Mungu, Mungu akuoni kielele. Fanya kazi yako mbele za Mungu, muangalie, jihusishe na mambo ya mwingine. Aliyevunjika moyo mtie moyo. Ikiwa iko nafasi ya Mungu kwake, hataipokea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutaenda kuomba kwa habari ya toba. Toba juu ya ulegevu katika kutekeleza mpango mkakati wa ngazi ya kanisa, ambayo ndio hiyo mfano hiyo kuvuna watu 2 kwa mwaka. Mungu atusaidie, kama hatujavuna tujitahidi kuwaleta watu kwa Yesu. Lakini jambo la pili ambalo tunaombea toba ni kutokufanya wajibu kama kanisa, kutokufanya wajibu wetu katika kulinda mji, nchi na nchi kwa maombi. Hiyo prayer point tuliombea ibada ya asubuhi, lakini tutaomba tena. Lakini pia kushindwa kurudisha shukrani kwa Mungu kwa aliyotutendea kama kanisa. Mungu ametutendea mambo mengi katika miaka iliyopita, lakini zaidi mwaka huu mwezi wa kwanza mpaka sasa hivi. Kwa hiyo tutaenda mbele za Mungu kuomba toba kwa sehemu ambazo hatukurudi kwa shukrani. Lakini pia tutaenda kuwa na prayer point ya pili ambayo ni kumshukuru Mungu kwa ajili ya kushughulika na mipango yetu ya miezi 6 iliyopita na kumkabidhi Bwana yote yaliyosalia. Naomba tusimame. Amen. Naomba tuingie moja kwa moja kwa maombi, na tutaomba prayer point yetu ya kwanza, hiyo kuomba toba kwa habari ya ulegevu katika kutekeleza mipango mikakati ngazi ya kanisa la mahali pamoja. Amen. Tuombe. Asante Jehova, asante mfalme wa amani, asante Mungu uliye hai, asante Mungu unayeweza. Wewe ni El Shaddai, Mungu unayetosha. Wewe ni niko ambaye niko Bwana. Ulikuweko, upo na utaendelea kuweko. Tuko mbele zako tena jioni ya leo. Tuko mbele zako tena katika majira haya, tukisema asante mfalme wa amani kwa ajili ya nyakati hizi ambazo Bwana umetupa. Tunakushukuru Mwokozi kwa ajili ya neno lako ambalo Bwana umeliachilia katikati yetu. Tunakutukuza mfalme kwa ajili ya nguvu yako ambayo umeiachilia mahali hapa. Tunasema asante kwa jinsi ambavyo umemuinua mtu mmoja mmoja kupitia neno, kupitia maombi haya Bwana. Tunakutukuza kwa jinsi ambavyo unashughulika na mioyo ya watu. Bwana, tuko mbele zako tena jioni ya leo tukiomba toba mbele zako. Tunaomba utakaso tena mfalme wa amani. Tunaomba rehema tena Mungu mwenye nguvu. Tunaomba msamaha tena Mungu uliye hai. Tunaomba huruma zako tena katika nyakati hizi. Tunaomba Bwana utusamee. Tunaomba Bwana uturehemu. Tunaomba Bwana utusafishe. Tunaomba Bwana ututakase. Wewe Bwana umetuambia umpendaye umrudi. Tunakushukuru maana Bwana umeturudi tena. Katika jinsi hii ya kuturudi Bwana umetualika mbele zako kwa maombi ya kufunga na kuomba, maana umesema namna hii haitoki ila kwa kufunga na kuomba. Nawe Bwana umetualika mbele zako jioni ya leo tena tuje mbele zako na agenda zenye nguvu, maana Bwana umesema njoni mbele zangu. Bwana umetuita mbele zako nasi tumekuja tena, tumerudi mfalme wa amani kwa maombi ya kufunga tena. Bwana tumekuja mbele zako, tumekuja tukiomba rehema, tumekuja tukiomba msamaha, tumekuja tukiomba utakaso kama mtu mmoja mmoja mfalme, na kama kanisa Bwana ninatubu kwa ajili yangu, ninatubu Bwana kama mtu mmoja mmoja. Tunaungama mbele zako mfalme wa amani kama mtu mmoja mmoja. Yamkini tulienenda kwa ulegevu, yamkini tulidharau Bwana kauli zinazotoka katika madhabahu
madhabahu yako. Yamkini tulizoelea njia zako mfalme, na kwa jinsi hiyo hatukushtushwa na maneno yako. Mioyo yetu haikutetemeka tuliposikia sauti yako. Tulienenda katika njia za kuzoea mfalme, hata tukaizoelea sauti yako, tukaona ni kawaida, tukaenenda katika kawaida za wanadamu, sehemu ambazo ulizotaka tuwe nuru Bwana, tukaenenda sawa na giza linalotuzunguka. Mfalme wa amani, tunarudi mbele zako Bwana, tunarudi mbele zako tena, tunarudi tukiomba rehema, tunarudi tukiomba msamaha, tunarudi tukiomba utakaso, tunarudi tukiomba kusafishwa, tunarudi mfalme wa amani mbele zako. Tunaomba uturudi tena, tunaomba utusamehe tena, tunaomba ututakase tena, tunaomba utusafishe tena. Ni jioni tena leo Bwana, tuko mbele zako kama kanisa, tuko mbele zako kama mtu mmoja mmoja. Tunatubu dhambi zetu, tunatubu maovu yetu, tunatubu kila makosa yetu, tukiomba Bwana uturudi. Tunaomba Bwana uturudi kama kanisa, tunaomba uturudi kama mtu mmoja mmoja, tunaomba uturudi. Yamkini tumekosa Bwana katika mipango ya kanisa. Tulipanga kuvuna watu, yamkini tumeenenda kwa ulegevu. Tulipanga Bwana kuhubiria wengine, yamkini tumeenenda kwa mazoea. Tunaomba Bwana utusamee, tunaomba Bwana ututakase, tunaomba Bwana utusaidie, tunaomba utushindie Mwokozi, tunaomba ututetee Masia. Tunaomba Bwana uturudi tena jioni ya leo, tunaomba Bwana uturudi tena katika majira haya. Tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wako, tumetenda dhambi na kuenenda katika mazoea kwa namna ambayo Mungu yamkini hatujakualika katika kusanyiko. Yamkini Bwana hatujakuruhusu wavute watu waje kwako, maana Bwana umesema ukiinuliwa juu utawavuta watu waje kwako. Yamkini Bwana watu hawajaja kwako kwa sababu hatujakuinua juu. Yamkini tumeinua vipawa vyetu, yamkini tumeinua kalama zetu, yamkini tumeruhusu mashindano katika nyumba ya Mungu, yamkini tumeruhusu uovu na uasi, yamkini tumetenda kwa ulegevu, yamkini tumeenenda kwa ukaidi. Bwana tunarudi, yamkini tumeizoelea sauti yako hata hatujawa na mioyo ya kutetemeka. Bwana tunarudi tena. Bwana tunaomba rehema yako, Bwana tunaomba msamaha wako, Bwana tunaomba kurudi mbele zako. Tunaomba Bwana ututakase, tunaomba Bwana utusafishe, tunaomba Bwana utuoshe. Osha roho na nafsi zetu Bwana, tupe mioyo iliyopondeka. Yamkini dhambi zinatungojea malangoni, yamkini adui anatungojea malangoni. Tumeenenda tukijua tuko salama, lakini adui anatungojea malangoni. Bwana uturehemu, Bwana ututakase, Bwana utuoshe, Bwana uturudi kwa namna ambayo tutatembea katika nguvu zako, kwa namna ambayo tutakuwakilisha wewe, kwa namna ambayo tutashinda na zaidi ya kushinda. Tunaomba Bwana rehema yako tena, tunaomba rehema yako kama kanisa, tunaomba rehema yako mfalme ya kutokusimama mahali petu. Yamkini Bwana ulitegemea kutukuta katika nyumba ya ibada, muda huo hatukuwepo katika madhabahu yako, na kwa jinsi hiyo Bwana tukaanguka katika vishawishi visivyostahili. Yamkini Bwana ulitutegemea kutukuta katika hali ya maombi, katika muda huo hatukukua katika uchaji wako, tukajikuta tumeenenda katika njia zisizostahili. Bwana umesema kinywa kimoja hakiwezi kikatoa maneno mazuri na maneno mabaya. Yamkini Bwana ulitegemea kutukuta tukibariki wengine, adui akatukamata tukajikuta tukisengenya. Kwa jinsi hiyo tukatoa maji machungu, Mungu ukaondoka katika vinywa vyetu, uwepo wako ukapungua ndani yetu. Bwana tunarudi tena, tunaomba rehema yako kama kanisa. Tunakiri tunakuhitaji kwa upya, tunakiri tunakuhitaji katika majira haya, tunakiri tunakuhitaji katika zamu hii. Yamkini mambo mengi yametendeka, lakini ni kutokana na ulegevu wetu, lakini ni kutokana na kuenenda kwa mazoea, lakini yamkini ni kutokana na kuenenda kwa njia ambazo Bwana tumekuzoelea. Tunarudi Bwana tukiomba rehema, tunarudi Bwana tukiomba msamaha, tunarudi Bwana tukiomba utakaso. Tunaomba utuoshe tena Yesu, tunaomba ututakase mfalme wa amani. Wewe Bwana umeturudi tena katika jioni ya leo, nasi tunakuja tena mbele zako tukikiri Bwana tunakuhitaji, tunakiri tena Bwana tunahaja na wewe. Tutie nguvu tena Bwana, tuimarishe Mwokozi.
Maana unasema aliye dhaifu aje kwako, aseme wewe ana nguvu. Wewe Bwana unaye nguvu ya kutupa na kutufanya tukashinda yote. Tunarudi mbele zako mfalme wa amani, tukiomba nguvu yako, nguvu ya kushinda dhambi, nguvu ya kustahimili nyakati za majaribu, nguvu ya kutokushusha viwango hata katika nyakati za kudhihakiwa, nguvu ya kutembea katika kweli yako hata katika nyakati za kugaribika. Bwana naomba utusaidie. Bwana naomba uturudi kama mtu mmoja mmoja, kama kanisa, tukaache Bwana kutembea katika namna ya ulegevu katika na awamu hii nyingine ya mwaka huu uliotupa, katika hii miezi 6 ya mbele. Ukatupe kurudi mbele zako, ukatupe kufanya vyema mbele zako, ukatupe kuona tena mkono wako, ukatupe kufanya vyema mbele zako. Tunaomba uturehemu Yehova, tunaomba ututakase Masia. Turudi Bwana kama kanisa, tujafanya vyema mbele zako kwa habari ya kusimama katika nafasi zetu kwa mataifa. Hata wengine wameshindwa kumjua Mungu, hata wengine wamemdhihaki Mungu. Tumeshindwa kuleta wengine kwa Yesu, yamkini kwa mienendo yetu. Wengine wametuona na kumdharau Mungu tuliye naye kutokana na mienendo yetu. Bwana, tunarudi tena mbele zako, tunaungama tukiomba rehema zako, tunaungama tukiomba msamaha wako. Tunaomba Bwana uturudi. Imefika wakati tumesema imetosha, imetosha Bwana. Tunakutaka wewe kwa mtu mmoja mmoja kwa kanisa, tunakutaka wewe kwa habari ya ndugu zetu ambao wako mahali hapa na ambao hawapo. Tunajua Bwana katika kuimarika wao kanisa linaimarika. Bwana, tunalitia jina lako, sio kwa ajili yangu tu, lakini kwa ajili ya mwenzangu mwingine ambaye yuko mahali hapa Rehobothi. Bwana, tunaomba uturudi wote kama mtu mmoja mmoja ambaye udhaifu unamshinda, ambaye dhambi inamshinda, ambaye nguvu ya uovu imemkamata, ambaye roho ya uasi imemshikilia, ambaye adui anamsubiria malangoni. Bwana, tunaomba rehema, tunaomba kuimarishwa tena. Ukawatie nguvu watu wako, ukatupe neema ya kusimama, ukatupe neema ya kuwa mabalozi wapya, tukalitangaze jina lako Masia. Ukaabudiwe katika nyumba zetu, ukaabudiwe katika mitaa yetu, ukaabudiwe katika kazi zetu. Tukawe watu ambao tunalitukuza jina lako, kama ambavyo Danieli alisimama katikati ya maliwali, wakaona hakuna namna ya kumkamata isipokuwa habari za Mungu wake. Bwana, tusaidie na sisi tusimame hata katika kazi zetu, ukaabudiwe wewe Bwana. Watu wajapo makazini kwetu wakamjue Mungu tunayemwamini, wakaione furaha ya wokovu, wakaujue uzuri wa Mungu tunie naye. Rehema yako Bwana tunahitaji, msaada wako Bwana tunauhitaji. Tumekuja leo mbele zako kama kanisa, tumetambua kuenenda kama mtu mmoja mmoja hakuna faida. Tunaomba Bwana utukumbuke kama kanisa, tunaomba Bwana uturudi kama kanisa, tunaomba uturudi mtu mmoja mmoja, kila mtu Bwana kwa nafasi yake. Bwana, unapotukumbuka kumbuka na wengine ambao wako mahali hapa Jehova, uturudi wote kwa pamoja. Ikumbuke Rehobothi tena, tupe nguvu za kuishinda dhambi tena, tupe nguvu ya kutembea katika njia yako tena, tupe nguvu ya kuenenda katika utakatifu tena, tupe nguvu ya kukutaka wewe zaidi. Tusaidie Bwana, tukusanyikapo likawe ni kusanyiko la faida, likawe ni kusanyiko la utukufu, isiwe ikabodi. Maana yake utukufu wa Mungu hauko mahali hapo, bali Bwana tunapokusanyika utukufu wako ukajae. Hata Bwana wenye zamu muda mwingine washindwe kusimama, kwa maana Mungu mwenyewe unahudumia kusanyiko. Maana Bwana ukiinuliwa unawavuta watu kwako. Utuvute kwako Bwana Rehobothi, utuvute kwako Bwana mtu mmoja mmoja. Takasa Bwana kusanyiko letu, takasa Bwana mtu mmoja mmoja. Utusaidie tukujue tena, utusaidie tukuelewe tena, utusaidie tukusikie tena. Fungua Bwana masikio yetu ya ndani. Yamkini wapo ambao adui amezoeza sauti zao katika masikio yao, na kwa jinsi yao hawezi kukusikia tena. Tusaidie Bwana tukusikie tena, tusaidie Bwana tukujue tena, tusaidie tuisikie sauti yako tena. Maana wewe Mungu unasema na watu wako, maana wewe Mungu unaelekeza njia zako kwa wale wapendao. Tusaidie Bwana kuisikia tena sauti yako. Unapotutaka turudi, tupe neema ya kurudi. Unapotaka tugeuke Bwana, utusaidie kugeuka kama ambavyo ulimsaidia kugeuka Musa
akaona matendo yako makuu, akajua siwezi kuenenda katika njia niliyoizoea, katika jambo hili nitageuka. Bwana utusaidie na sisi kugeuka, maana tunajua katika kuacha njia zetu na kugeuka kukuangalia wewe, na kugeuka kuangalia makuu yako, na kugeuka kuangalia njia zako, Mungu utainuliwa katika maisha yetu, Mungu utainuliwa katika njia zetu, Mungu utadhihirika ndani yetu. Tunaomba rehema Bwana kama kanisa, tunaomba rehema Bwana kama mtu mmoja mmoja, tunaomba utusamee Jehova, tunaomba ututakase Masia, tunaomba uturudi Mwokozi, tunaomba utushike Mfalme wa amani. Ondoa roho za ulegevu ndani yetu, tusaidie kusimama katika nafasi zetu. Uturehemu Bwana ambapo tulichukulia mazoea matendo yako makuu, hata hatukurudi mbele zako kwa shukrani. Bwana ulitegemea turudi ulipotutendea matendo makuu kama kanisa, kama mtu mmoja mmoja, lakini Bwana hatukurudi mbele zako. Tunarudi mbele zako kwa toba Bwana, tukiomba uturehemu, tunaomba utusamee. Yamkini Bwana uliokoa wengine, yamkini ulijibu maombi ambayo tuliyaomba kwa muda mrefu, lakini Bwana tulipoyapokea tulizamishwa kwenye furaha hayo, tukasahau kurudi mbele zako na kukiri kwamba tumeyatoa kwako. Tunarudi Bwana tukiomba msamaha tena, tunarudi Bwana tukiomba utakaso tena, tunarudi Bwana tukiomba kusafishwa tena. Tunaomba utuoshe, tunaomba utusaidie, tunaomba uturehemu, tunaomba utushindie, ukatutie tena nguvu yako Mwokozi katika majira mengine ambayo umetupa. Tunakutamani zaidi, tunakutamani Bwana kwa miezi tunayoitazamia mbele. Tunaomba Bwana uwepo wako ukawe pamoja nasi, tunaomba Bwana nguvu yako ikawe pamoja nasi, tunaomba Bwana tutembee pamoja na wewe. Musa akasema Bwana, hatuhitaji kutembea na malaika, hatuhitaji kuona nguvu zako pasipo wewe kuwepo, hatuhitaji kuona miujiza pasipo kuwa na uwepo wako. Bwana tunaomba uende pamoja nasi, na sisi jioni ya leo na Rehobothi tunaomba Bwana tukiomba uende pamoja nasi katika hii miezi 6 tunayoitazamia mbele. Tunaomba Bwana uturehemu, tunaomba Bwana utushike, tunaomba Bwana ukatembee pamoja nasi tena. Tushike kwa mkono wako Bwana kama mtu mmoja mmoja, tushike kwa mkono wako tena Bwana kama kanisa. Ushika Bwana viongozi, Mfalme wa amani, katika nyumba yako. Mshike Bwana mchungaji wetu, baba yetu, Mfalme wa amani, kwa mikono yako. Uturehemu na utusaidie. Umrehemu katika nafasi ambayo hakuenenda katika nafasi yake. Umrehemu kama yamkini upo ulegevu ambao ulionekana mbele zako kwake. Tunaomba Bwana umtakase, tunaomba Bwana umtie nguvu tena katika awamu nyingine. Mfalme wa amani, tunapolitia jina lako Bwana kwa kanisa, tunalitia jina lako Mfalme wa amani kwa mtumishi wako, tunalitia jina lako Mfalme wa amani kwa mtumishi wako, tunalitukuza jina lako kwa nguvu ambayo umeiweka ndani yake, na sisi tunakiri mbele zako Bwana kwamba tunakuona kupitia yeye. Tunaomba Bwana utusaidie, tunaomba Bwana umrehemu, tunaomba Bwana umsamee. Yamkini aliyenenda kwa ulegevu, yamkini hakufanya vyema. Kama kanisa tunarudi mbele zako kwa ajili ya baba yetu mfalme, tunaomba rehema kwa ajili yake, tunaomba msamaha wako, tunaomba rehema zako, tunaomba Bwana utusaidie, tunaomba Bwana utukumbuke Rehobothi, tunaomba Bwana utukumbuke kanisa, tunaomba Bwana utukumbuke tena. Kumbuka Bwana watumishi wako, yamkini wapo watumishi ambao walikuwa mahali hapa Rehobothi na katika hii miezi 6 wamerudi nyuma. Yamkini wapo watumishi ambao walikuwa mahali hapa Bwana, tulikuwa pamoja kama viungo katika mwili wa Kristo, lakini wameacha, hawana kiu tena na wokovu, hawana kiu ya kutenda kazi yako, hawana kiu ya kulitazamia kusudi lako, hawana kiu ya kutazamia Bwana wokovu wako tena. Tunaomba rehema kwa ajili yao, tunaomba Bwana utusaidie, warudishe tena mfalme katika kusudio letu la kuvuna watu kwa Yesu. Tunaliitia jina lako hata kwa wenzetu ambao wamerudi nyuma, tunaliitia jina lako hata kwa wenzetu ambao wanalegalega. Yamkini tunao ndugu zetu, yamkini tunao jamaa zetu, yamkini tunao ndugu katika Kristo ambao tuliokoka pamoja na tukashika njia ya wokovu pamoja. Bwana tunaliitia jina lako kwa ajili yao. Tunaomba Bwana ukawarudi, tunaomba Bwana ukawarehemu, tunaomba Bwana ukawarudishe.
uliwaambia watumishi wako utarudisha Bwana watu wao kutoka mataifa mbalimbali kote walikotawanyika, utawarudisha Israeli. Bwana ukawarudishe watumishi wako kutoka katika kona mbalimbali za nchi kote walikotawanyika. Bwana ukawarudishe katika nyumba yako, ukawarudishe katika hofu yako, ukawarudishe katika furaha ya wokovu. Usaidie Bwana, yamkini kuna wazazi wetu wasiomjua Kristo, yamkini kuna ndugu zetu wasiomjua Kristo. Bwana tunapopanga na tunapotamani kuvuna wengine, saidia Bwana wa nyumbani mwetu pia, saidia Bwana ndugu zetu pia, saidia Bwana watoto wetu pia, saidia Bwana jamaa zetu pia. Yamkini tunao marafiki zetu wa muda mrefu, tunawapenda lakini katika Kristo hawajakata shauri. Bwana warudie tena, Bwana walehemu tena. Yamkini maneno yetu hayajagusa mioyo yao. Neno lako Bwana lililo kali kuliko upanga ukatao kuwili likapenye katika mioyo yao, ukaseme Bwana na nia zao, ukawafanye wakageuke wakakutii Kristo. Tunaikataa roho ya mpinga Kristo inayosimama katika watu, inawafanya wasisikie sauti ya Mungu. Ile roho ya yule Elima inayosimama kwa watu wanapoisikia sauti ya Mungu wasitake kukata shauri, tunaikemea na kuishinda kwa damu ya Yesu. Tunaikiri damu ya Yesu Kristo inenayo mema, ikanene mema kwa kanisa, ikanene mema kwa mtu mmoja mmoja, ikanene mema kwa taifa. Bwana ukaokoe watoto wetu, Bwana ukakomboe vizazi vyetu. Asiwepo mtu atakayezaa mtoto asiyemjua Kristo, asiwepo mtu atakayezaa mtoto atakayekuwa mateka kwa shetani. Tunakataa kwa damu ya Yesu. Yoshua akasema, chagueni mtakayemtumikia, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Na sisi leo Rehobothi tunakiri tunamjua Mungu, tumeujua uzuri wa Mungu. Tunakiri sisi na uzao wetu tutamjua Mungu, sisi na uzao wetu tutampenda huyu Yesu, sisi na uzao wetu tutamwabudu huyu Yesu. Ikiwa ni kuvuna watu kwa Yesu, namba moja watakuwa wa majumbani kwetu. Nuru ya Kristo ikaangaze katika kila anayekuja katika nyumba zetu, katika kila ambaye atatoka katika matumbo na viuno vyetu. Damu ya Yesu Kristo ikanene mema. Tunalitukuza jina lako mfalme wa amani, tunakutukuza maana Mungu unatenda. Tunakushukuru Bwana kwa matendo yako makuu. Asante maana Bwana umetujibu, asante maana Bwana umetusaidia, asante maana Bwana umetushindia. Tunakuamini Yesu kwa habari ya miezi inayofuata, tunakuamini kwa habari ya mwezi wa 7, tunakuamini kwa habari ya mwezi wa 8, tunakuamini kwa habari ya mwezi wa 9. Mwezi wa 10 tunajua Bwana utatupungukia, wa 11 Bwana tunajua tutauona uzuri wako, na wa 12 tutashangilia mema yako. Tunalitukuza jina lako Mungu usiyeshindwa. Wewe ni Mungu unayetenda kuliko kawaida ya binadamu. Yale mambo ambayo akili za binadamu haziwezi kusikia, tunaamini Bwana unaweza kuyatenda katika kanisa hili la Rehobothi. Tunaamini Bwana unaweza kuyatenda kwa mtu mmoja mmoja. Tunaliamini jina lako Mwokozi. Yamkini akili zetu zimeshindwa, yamkini nguvu zetu zimeshindwa, yamkini mioyo yetu imeugua, yamkini kuna mahali tumekata tamaa. Tunarudi tena mfalme wa amani, tunasema tunakuamini wewe katika hii miezi 6 ya mbele. Tunakuangalia wewe, wewe ni Mungu usiyeshindwa, wewe ni Mungu unayetosha. Hujawahi kushindwa Yesu. Mahali ambapo hakuna binadamu angeweza kuelezea kwa habari ya Sara na Ibrahim, Mungu ulisimama. Mahali ambapo hakuna mtu angeweza kuelezea kwa habari ya Hana, Bwana ulidhihirika. Kwa habari ambayo Esther alizalaulika, Mungu ulimuinua. Mungu tunakuamini, Mungu unaweza kwa kanisa la Rehobothi. Wewe Mungu ni mponyaji, tunajua unaweza kuponya magonjwa ya watumishi wa mahali hapa ambao wameumwa na wameomba mpaka wanahisi maombi yamefika mwisho. Tunakuamini Mungu unaweza kuponya. Tunakuamini Mungu unaweza kuponya kwa wagonjwa ambao ni wachiliko wa mahali hapa. Wengine wako majumbani, wengine wako mahospitalini. Tunaamini mkono wako wenye nguvu haujapungua. Tunakuamini wewe ni Jehova Rafa, hujaacha kuponya Yesu. Tunaamini unaweza kuponya. Wewe Mungu unayejua siri za moyo. Yamkini wengine ni mioyo imeugua. Tunaamini Mungu unaweza kuganga moyo. Yamkini wengine kisura wanacheka, lakini mioyo inaugua. Mungu tunakuamini. Tunajua hujawahi kushindwa. Tunajua hujawahi kushindwa Yesu. Unaweza
kulitembelea tena kanisa, unaweza kuigusa tena Rehobothi, unaweza kumgusa mtu mmoja mmoja katika majaribu, katika furaha. Tunajua Mungu upo, tunakuhitaji tena. Tunaomba Bwana ukadhihirike. Tunaiweka wakfu miezi 6 tulionayo mbele, tukisema tunakuamini. Tukisema Bwana tunakuamini. Kama kanisa tunasimama kwa ajili ya wenzetu ambao yamkini wamekata tamaa, yamkini imani imepungua. Bwana, yuko mtu mmoja aliumwa, rafiki zake walimbeba pasipo kujua, wakampeleka mbele za Yesu, naye akapokea uponyaji. Na sisi leo na Rehobothi tunawainua wenzetu ambao yamkini hawawezi tena kusimama, ambao yamkini hawawezi tena kuja mbele zako, ambao yamkini wamesema nitaombea mengine lakini hili nimeliacha. Bwana, tunakuja mbele zako tukisema tunakuamini Bwana, tunakuamini kwa habari yao. Ikiwa imani zao zimeshindwa, imani zetu kama kanisa zitawavusha. Imani zetu Bwana mbele zako zitawavusha, kama wale marafiki waliomwombea rafiki yao wakampeleka kwa Yesu, naye akapokea uponyaji. Nasi tunalitia jina lako Bwana kwa wagonjwa wa mahali hapa, kwa watu ambao mioyo yao imepondeka, kwa watu ambao mioyo yao imeugua. Wengine wamekutwa na uchungu katikati ya majaribu, wengine wamekuwa na mioyo migumu katikati ya majaribu. Bwana, tunasema tunakuhitaji. Bwana, tunasema tunakujua. Ni kweli tunakujua. Tunakujua Mungu tunayekutumikia. Tunakujua kama ni Mungu usiyeshindwa. Tunakujua kama ni Mungu usiyechoka. Tunakujua kama ni Mungu ambaye huachi kazi njiani. Uliwaokoa hao watu, ni kazi yako katika maisha yao. Tunajua hujawaachia hapo. Tunajua hujawaachia hapo Bwana. Tunajua kalamu yako bado inaandika kwa habari ya maisha yao. Tunaliita jina lako Mwokozi, tunaliita jina lako Masia, kwa habari ya wapendwa wetu wa Rehobothi, kwa habari ya watumishi wako mahali hapa, kwa habari ya wagonjwa mahali hapa, kwa habari ya wanaouguza muda mrefu, kwa habari ya wanaokungojea majibu Bwana mbele zako kwa maombi yao kwa muda mrefu, kwa habari ya wanaokutazamia wewe. Kama kanisa tunasimama tena tukisema tunakujua Mungu usiyeshindwa. Katikati ya majaribu ulisimama kwa Ayubu. Ayubu akasema hata ngozi yangu ijapoteketea, Mungu wewe utabaki kuwa Mungu. Na akasema sitokuwa kama mpumbavu. Na sisi tunasema kama kanisa hatutoruhusu kuwa kama wapumbavu kwa ndugu zetu. Hatutoruhusu kurudi nyuma kwa wenzetu. Tutaliitia jina lako Mwokozi. Tutaliitia jina lako hata wasimame tena. Tutaliitia jina lako hata waone furaha ya wokovu tena. Tutaliitia jina lako hata waone nuru ya Kristo tena. Tutaliitia jina lako hata waone tumaini tena. Tutakuita wewe Mungu hata wajue yuko Mungu anayejibu. Tutakuita wewe Mungu hata wajue yuko Mungu anayetenda. Hujawahi kutuacha Bwana. Hautotuacha hata kwa huyu mpendwa mwenzetu. Hautotuacha kwa baba na mama yule. Hautotuacha kwa binti na kaka yule. Tunaamini katika uweza wako. Yamkini wengine ni majaribu ya familia. Bwana, imefika wakati wameinua mikono. Tunalitia jina lako tukiamini Yesu unaweza. Ikiwa ni kwa wazazi, ikiwa ni kwa ndugu, ikiwa ni kwa familia zao Bwana, tunaamini hujawahi kushindwa. Tunaamini Bwana hujawahi kushindwa. Kornelio alikujua wewe, na alipokujua alivuta na ndugu zake, alivuta na majirani zake, alivuta na watu wa kaya yake. Nasi Bwana tunakuamini. Kila mtu wa Rehobothi aliyekujua wewe, kupitia yeye wengine watavutwa kwa Yesu. Hakuna atakayesimama kama jaribu ambaye kwa huyo atamfanya akaona wokovu ni mgumu. Hakuna atakayesimama kama jaribu ambaye kwa huyo atamfanya aiache njia ya Kristo. Tunalitumaini jina lako, tunatumaini uweza wako, tunatumaini nguvu yako. Hujawahi kutuacha Bwana. Asante maana Bwana unashughulika na mambo yetu. Asante maana Bwana unashughulika na maisha yetu. Asante maana Bwana unashughulika na njia zetu. Tunalitukuza jina lako maana Bwana hujawahi kutuacha. Asante maana Yesu hujawahi kutupungukia. Uabudiwe Mwokozi katika maisha yetu. Tunalitukuza jina lako Masia. Asante Yesu. Asante El Shaddai. Asante Mungu unayetosha. Asante Mungu unayeponya. Asante Mungu unayejibu. Asante Mungu unayefanya. Tunakutukuza maana Mungu unatenda.
hata kwa watumishi wako ambao Bwana tumekuwa tukilitia jina lako mahali hapa kwa habari ya uponyaji wao. Wapo wanaoumwa magonjwa ya kufisha Bwana, wako ambao hawajawahi kuona uzima tangu wamezaliwa. Bwana tunakuamini, Bwana tunakutumaini, Bwana hatujakata tamaa mbele zako, tunajua unaweza. Tunakuangalia wewe Yesu. Asante maana umejibu. Sifa na utukufu ni zako Yehova. Tunakurudishia sifa na utukufu. Tunapiga makofi mbele zako Jehova tukisema unaweza. Tunapiga makofi ya shukrani tukisema unaweza. Tunakushangilia kama ishara ya utukufu tukisema umetenda. Tunaamini Bwana umefanya nayo imekuwa. Uabudiwe Jehova, utukuzwe mfalme wa amani. Asante Jehova. Haleluya, mshangilie tena Yesu. Haleluya, haleluya. Amen. Basi katikati yetu yuko ndugu ambaye anahitaji kumpa Yesu maisha. Niombe aweze kuja mbele. Kuna ndugu anahitaji kumpa Yesu maisha katikati yetu. Na kama yuko mwingine yoyote, asogee mbele. Karibu hapa mbele tuweze kuomba. Nimeona hapa kuna ndugu anahitaji kumpa Yesu maisha. Karibu hapa mbele. Karibu. Kama uko na huyu mtu, njoo naye hapa mbele. Labda anaogopa kuja. Tuweze kuomba. Jamani, aliyeandika hii karatasi ni nani? Karibu kama hujaokoka, karibu hapa mbele ili tuweze kuomba na wewe. Karibu hapa mbele. Basi wewe uliyeandika karatasi utamhudumia. Inaonekana anaogopa kuja hapa mbele. Utamhudumia. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awabariki sana kwa kuwepo nyumbani mwa Bwana jioni ya leo. Haleluya. Inapendeza kama nini kuwepo nyumbani mwa Bwana. Basi tutaenda kumtolea Mungu na tutaomba kwa ajili ya kuahirisha ibada. Ni muombe mzee wetu, mzee Mkajakamba, aje aombe kwa ajili ya matoleo pamoja na kuahirisha ibada. Karibu kwenye morning glory kesho. Karibu kwenye ibada ya jioni pia. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru Mungu mwema. Wewe umetupa nafasi kuwepo mahali hapa, si kwa uwezo wala si kwa nguvu zetu, lakini Bwana umetukirimia nafasi hii siku ya leo. Asante mtakatifu. Asante kwa ajili ya mjakazi wako aliyesimama mahali hapa Bwana, kwa ajili ya kuleta mkate huu ambao Mungu kanisa lako Bwana limepokea, limekula na kushiba. Baba, jioni hii Mungu ikawe njema tena. Tunakushukuru kwa ajili ya matoleo ambao Mungu watoto wako wa kiume na wa kike watakwenda kuyatoa. Bwana uyapokee na kapate kuwa baraka katika maisha yao. Katika jina la Yesu Kristo naangusha ngome zote za adui na kila hila na kila mpango wa kuzimu. Mtakatifu Mungu wa Israeli, unaweza yote. Baba, tazama mbele yetu kuna chakula au kinywaji Bwana Mungu, tunakitakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Tunaomba ukakibariki, kipate kuwa afya katika miili yetu, ikatutie nguvu